alisema kwamba uko mbele ya safari pale ambapo ninaposhindwa taifa langu kuaccess kupata utumiaji wa maji ya bahari ya Hindi. Uko mbele ya safari unaweza kuwa kuna vita kubwa sana kati yetu sisi na majirani. Na ilikuwa ni kauli nzito sana kwa kiongozi wa Uganda, akipeleka shutuma kubwa kwa taifa la Kenya. Sasa jana wamekutana katika eneo la Tororo, Uganda. Tororo. Walikuwa wameenda kuzindua kiwanda kikubwa cha chuma ambacho uwekezaji umefanyika na faida takriban dola za Kimarekani milioni 500 zimewekwa pale, ambao zitaenda kuzalisha ajira, zitaenda kupata chuma kati ya Kenya na Uganda kutazama. Kwa hiyo wamekutana jana Museveni na Ruto, wamezungumza mambo mengi ya kibiashara. Lakini kubwa ambalo limezungumza zaidi ni hiyo tension ambayo iliyokuwepo. Lakini kwa watu ambao wamefuatilia hotuba ya Museveni jana, kuna mambo ya msingi sana amezungumza. Na nafikiri mambo hayo wa Afrika na hizi nchi ambazo zinazoendelea lazima waitazame ile hotuba katika jicho la tatu. Kwa sababu amezungumza namna gani tension za mataifa ya Afrika zimejengwa kwa sababu ya mipaka ya wakoloni. Hilo la kwanza. Mipaka ya wakoloni ambayo iliwekwa kuna Berlin Conference mwaka 1884-85 ndio imepelekea mgawanyo wa nchi za Kiafrika, ambapo kabla hapo Waafrika walikuwa watu ambao walikuwa wanaingiliana, walikuwa wanategemeana, walikuwa wanashirikiana. Lakini baada ya kuja wazungu wa koloni, na yeye anaoita mabeberu, sawa wameweza kuligawa bara Afrika na kuhakikisha kwamba wanaenda kudhibiti na kufikia maslahi yao. Hilo la kwanza. Hotuba Museveni. Lakini akasema Museveni kwamba ukiangalia Afrika yote imekuwa ni bara kubwa, ukikusanya India, yani ikusanye India, ikusanye Marekani, ikusanye China, haiwezi kufikia ukubwa bara Afrika. Kuanzia kwa rasilimali mpaka ukubwa wa kimaeneo. Kwa kana nasema kwamba kwa nini ya watu ambao walikuja wakatugawa leo hii sisi tunaonekana ni wadogo, wao ndio wakubwa. Hata kule ramani ukitazama Afrika ilivyochorwa ramani, yani ukiangalia ramani ya Afrika ilivyochorwa, bara Afrika ni dogo kuliko Marekani. Lakini wakati Marekani inaingia mara 5 kwa Afrika. Ukiangalia Afrika ramani yake na Urusi, wakati Urusi inaingia mara 3 kwa Afrika. Kwa Museveni anajenga hoja kwamba mipaka ya koloni ni mipaka ambayo imetengenezwa kilipropaganda na inataka kulidogodesha bara Afrika moja, lakini zaidi sana inataka kuifanya Afrika kama ni bara ambao limekuwa kama bara ambao ni dogo, ambao ukitazama ni bara ambao lina rasilimali, lina uchumi mkubwa, lina nguvu kazi kubwa, watu takriban 1.5 na wengi ni vijana. Lakini anasema ni kwamba ukiangalia vile Afrika, Museveni anasema Afrika ina utajiri wa mali, rasilimali, utajiri anasema wa mito, maziwa, maeneo makubwa ya kilimo ya mashamba. Lakini namna inavyochorwa na namna inavyoonyeshwa kwenye vyombo vya kimagharibi ni kama bara lenye njaa, bara la umaskini, bara ambalo halijaendelea. Kwa hiyo alikuwa anaonyesha namna gani, namna ambayo vyombo vya kimagharibi vinavyotengeneza propaganda dhidi ya Afrika. Hilo la kwanza. Lakini la pili anasema kwa nini tija za kiuchumi ambazo zipo Afrika hazionyeshwi katika ukubwa huo, kama migogoro, vita ambayo inaonyeshwa na nchi za magharibi. Kwa wakati anasema mtazamo wa kimagharibi ambao wanataka kuionyesha Afrika ni mtazamo mbaya dhidi ya macho ya dunia. Akanamwambia mwenzake Rais Ruto kwamba Afrika Mashariki tunahitaji kushirikiana. Kiwanda ambacho tunachozindua leo, kiwanda kikubwa cha chuma, lazima kama wana Afrika Mashariki, lazima mipaka yetu ya kijiografia isiwe sababu ya sisi kuweza kugombana. Nimekwambia hii ni hotuba ambayo na Afrika Mashariki na Afrika watakuwa isikilize, kwa sababu inatufanya tuweze kuwa wamoja zaidi na kuweza kutambua hila za wenzetu dhidi ya Afrika. Sababu na mtei. Lakini ukisikiza vile hotuba, Museveni anasema ametumia jina la mabeberu kama kuonyesha kwamba ni wakoloni wapya ambao walikuja kwa sura nyingine,
ambao wamekuwa wakitumia propaganda kuweza kuichoa bara Afrika. Sawa na tunafahamu propaganda ni mkakati wa kupanga mawasiliano ya kimkakati kwa lengo la kupeleka taswira hasi, taswira mbaya dhidi ya wale watu ambao wamekusudiwa. Kwa mnaweza kama nyinyi kama mnaonyeshwa kwamba nyinyi ni watu ambao hamna utulivu, nyinyi ni watu ambao mnaonyeshwa kwamba mna taswira mbaya, lakini kwao ni kwa ajili ya maslahi yao. Kwa Museveni anasema kwamba lazima Wanaafrika Mashariki tuweze kuwa na ustahimilivu moja. Lazima Wanaafrika Mashariki tuhakikishe kwamba tunakuwa watu ambao mipaka kijiografia. Kwa nini kabla ya ukoloni tulikuwa tunatumia bahari kwa mfano ya Mombasa, baada ya Mombasa? Kwa nini baada ya kuja sawa leo hii haipo hivyo kama mara ya kwanza? Kwa alikuwa anamwambia mwenzake, na ukimsikiza Rais Ruto anasema kwamba ni kweli kwamba ile ambayo kauli ambayo ameitoa Museveni ni kauli ambayo kama sisi viongozi tumekaa tumezungumza na masuala ya mazungumzo ya diplomasia yamekuwa yakichukua nafasi kubwa. Museveni ana wakati anazungumza hayo, ile alichokizungumza awali cha wao na Kenya tuseme ni ilikuwa tu ni namna ya kufikisha ujumbe kwenye hile ambalo kalitimisha jana, ama alikuwa yuko kuna kitu anakiaddress kweli? Yes, kuna vitu viwili hapo. Cha kwanza ilikuwa ni namna ya kufikisha ujumbe kwa mwenzake wa Kenya moja, lakini vile kuna ujumbe alikuwa na upeleka. Toba mfano mmoja. Katika ukanda wa Afrika Mashariki na SADC kuna nchi ambazo tunasema ni landlocked country, nchi ambazo hazina bandari, ambazo zimekuwa zikitegemea jiografia ya nchi nyingine kwa lengo la kuweza kupata tija ya kiuchumi na ulinganifu kwa wengine. Kwa mfano, katika Afrika Mashariki nchi ambayo ina bandari nyingi ni Tanzania. Sawa, bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Tanga, Mtwara, sawa bandari si ukienda kule Zanzibar, bandari nyingi sana. Kwa jiografia ya Tanzania ni kubwa, kuna geopolitics ya Afrika Mashariki. Sasa kuna nchi nyingine hazina bandari, sawa si nchi kama mfano Malawi, Zambia, nchi kama mfano Kongo, zimekuwa zikitegemea bandari kwa mfano wa Tanzania kwa lengo kupitisha bidhaa zake au mizigo yake. Sawa maana ni kwamba sasa hizi bandari ambazo hizi nchi ambazo zina bandari zimekuwa zikitegemea shughuli za kiuchumi katika navigation kwa nchi ya Tanzania. The same kwa Uganda. Uganda imekuwa ikitegemea bandari ya nini ya Kenya. Sawa kwa lengo kupitisha bidhaa zake. Lakini ule mchakato wa kupitisha hizo bidhaa umekuwa kama una bureaucracy kule Kenya. Kwa ndio maana Museveni analalamika. Kwa sasa inamaanisha nini? Kuna jiografia za ukikanda. Kuna nchi zina jiografia nzuri kuliko nyingine, ambazo jiografia zao zinawapa tija ya ulinganifu kwa wengine kwenye maamuzi ya kisiasa. Kwa sababu unapokuwa na tija za kiuchumi ambazo wengine wanazitegemea, unakuwa na nguvu ya kisiasa. Na hili uweze kuwa na nguvu za kisiasa unatakiwa uwe na nini? Cha kwanza lazima uwe na vitu ambavyo wengine hawana. Sawa? Lazima uwe na vitu vingine, uwe na vitu ambavyo wengine hawana. Kwa mfano unapokuwa na bandari kwa karibia 8, jiografia yako ni nzuri. Maana kuna power politics, kuna siasa za kikanda na kuna nguvu za ushawishi. Wewe unakuwa na nguvu na turufu kuliko wengine. Kwa nini leo hii tunaposema Marekani na nguvu, maana nini? Maana sana ana pesa. Afu nyewe wengine mnako mtaka pesa zake. Kwa kuna mnapokaa kwenye meza mazungumzo, negotiation, anakuwa na power. Au tunaposema kwa mfano China ana nguvu, maana sana soko ambao nyewe soko lake mnalihitaji. Kwa kwenye meza mazungumzo nyewe mnahitaji China kwa sababu wao wana pesa, kwa maana kwamba nguvu za kiushawishi, lakini zaidi sana wana watu ambao mnahitaji soko lenu kwao. Kwa hiyo ukitazama ni kwamba swali lako la msingi ni kwamba hiyo ni anatuma ujumbe kwamba sisi ambao hatuna hizo tija za kiuchumi lazima tuweze kufaidika, kama vile ambavyo mikataba ya kimataifa ambayo inawapa fursa nchi ambazo hazina bandari kuweza kuaccess sawa mataifa ambayo yana bandari kwa lengo kufikisha bidhaa zao za chakula, biashara, uchumi, hata tija ambazo zinahitaji kwa binadamu. Haya bana, hayo ni yaliyozungumzwa na ambayo yaligusiwa, na yako mengi ambayo yaliyagusia. Umezungumza kuhusiana na migogoro ya Afrika kuonekana kama inapewa nguvu sana na mataifa mengine nje huko.
zipo baadhi ya nchi Afrika uzisikii kabisa zikitajwa kwenye matukio kama hayo. Moja wapo Tanzania, uisikii kizungumzwa vibaya na mataifa mengi ya nje. Kina Malawi wakati fulani hapo walikuwa tumetulia, kina Mauritius, kina Angola. Nchi ambazo Museveni anazungumzia wanaingia sana kuripoti matukio ya migogoro na nini. Wanatakiwa wafanye, kwa mfano kama Sudani saizi, Ulaya wanatakiwa wafanye nini? Wasiseme. Kama Sudani saizi, Ulaya wanyamazi. Yes, Sudani sasa hivi kuna vita yenyewe kwa yenyewe. Kati ya RSF, Rapid Support Force, na Sudani Army Force. Majenerali wawili wametofautiana ndani ya Sudani. Ulaya wafanyeje? Ambao imepelekea vita vya yenyewe kwa yenyewe ndani ya Sudani. Na umekuwa ni mgogoro mkubwa sana. Takriban watu milioni 15 hawana makazi. Hawana makazi katika nchi ya Sudani. Sasa kwa kauli ya Museveni, Ulaya anatakuwa wasaidie vipi Sudani? Nakuja. Sione kwamba wameingilia Sudani. Nakuja huko. Sasa zinapopangwa hizi propaganda, sawa, kazi yao kwa mfano, mzozo wa Sudani unapopewa nafasi kuna vyombo vyao ni sawa sawa na Palestina. Na mimi nitakuuliza. Yaani namna ambavyo Sudani, kwa sababu leo hii Sudani ni mzozo ambao umesaulika. Sawa, wanaita ni mzozo ambao umesaulika. Sio sasa unapopewa nafasi kuna Ukraine au Palestina. Kwa sababu ni mizozo ambao kwao ina maslahi. Umeelewa? Yaani watu ambao wamekufa Palestina ni watu 67 kutokana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Lakini watu ambao wamekufa Sudani ni watu wengi zaidi ya 300,000. Sawa, na wengine hawajulikani wapo wapi. Lakini hiyo habari haipewi uzito kwa sababu sio habari ambao kwao ina maslahi. Sawa, lakini tujiulize swali moja. Kwa mfano, twende kwa Gaddafi. Sawa, Gaddafi aliitwa dikteta kipindi cha utawala wake, lakini Gaddafi ndo alikuwa anawalipa watu. Gaddafi ndo alikuwa taifa yake lina nguvu za kiuchumi, alikuwa paka anatoa misaada, paka Sarkozy akapewa hela kwa ajili ya uchaguzi. Lakini ulisikia hizo taarifa? Huwezi kuzisikia. Kwa sababu gani? Wao hizo western propaganda zimejengwa kwa lengo la kutengeneza propaganda za kimagharibi. Hatuwezi naomba nimalizie hapo nisitike sawa. Sawa. Kwa mfano, kuna nchi hapa sisi zimefanya miradi ya kimkakati. Sawa? Miradi kwa mfano ya bwawa. Ukienda Ethiopia kuna bwawa kubwa la kuzalisha umeme. Kubwa, lakini huwezi kuona kuna western propaganda kwa sababu wao kwa sio agenda. Sawa? Sisi hapa tuna reli ambayo itaenda paka Mwanza, paka Kongo, paka Burundi. Lakini kwa wao sio agenda. Sawa? Sisi hapa tumejenga bwawa Mwalimu Nyerere. Si ndio? Takriban megawati 2000. Lakini kwa wao sio agenda. Kwa hiyo wao wana namna ambao wataka kushape mindset, na kwa sababu watu ambao wanadhibiti taarifa wanataka kudhibiti akili za watu. Tunakubali kwamba kuna mataifa Afrika hapa ambayo haya ripotiwi sana na hayo mataifa na hizo ambazo Museveni anazishutumu. Sio kwamba hawana migogoro. Hatuwezi kukiri kwamba uwezo pia wa mataifa yetu ya Afrika ya kuhendo migogoro yetu umepungua, ndio maana watu wana uwezo wa kukaa huko wakaiona, wakairipoti, wakaingia wanavyotaka. Uwezo wetu wenyewe wa kusolve matatizo yetu. Uwezo wa kusolve matatizo yetu sisi wetu ni mkubwa sana. Cha kwanza, kwa sababu kila taifa duniani ni taifa huru. Sawa, lazima tufahamu. Yaani kila taifa duniani ni taifa huru. Na kila taifa haitakiwi kupangiwa nini cha kufanya. Kutokana na taratibu za Umoja wa Mataifa. Inaitwa ni Montevideo Convention. Inasema hivi, taifa ni watu, taifa mipaka, taifa serikali, taifa ni uwezo taifa kujilamia mambo yake wenyewe. Kwa kila taifa pale ambapo inapotokea changamoto, sawa, inatakiwa kuweza kukaa chini, kuitathmini, kujioji, sawa, na kuweza kumaliza mambo yake wenyewe bila ushawishi wa nchi nyingine. Na hata kwenye Paris Agreement nasema kwamba tafsiri ya taifa ni kutopangiwa nini cha kufanya. Yaani kutokuchaguliwa adui, wa kuchaguliwa nini la rafiki. Kwa hiyo tunapozungumzia dhana diplomasia kwa kuinvolve kwa mfano katika kuinvolve mediator wa nje, maana ni kwamba kuna forum zetu katika kanda. Na ndio maana Afrika kuna AU.
Kuna nini? Kuna AU, kuna Afrika Mashariki na Kati EAC, kuna SADC, kuna IGAD. Ndio maana migogoro mikubwa ya kimataifa kuna UN. Sawa Umoja nini wa Mataifa. Ndio maana hii swala kwa mfano la Palestina linaenda UN. Swala la Kongo linaenda wapi? UN. Haitoshi. Kwa mfano swala la Kongo, Africa Union wakaamua okay, njoni Afrika Mashariki tuzungumze. Wakamchagua John Lourenco, rais wa Angola, akutanishe Kagame na Tshisekedi. Maana ni kwamba changamoto za Kiafrika tunahitaji kutatua kwa mtazamo wa Kiafrika, sio kwa mtazamo wa nini wanaitwa mabwana wakubwa kama Museveni anaitwa mabeberu. Kwa hiyo sasa vile nani Africa Union wana convention nasema hivi, Africa problem to the Africa solution. Yani changamoto za Kiafrika kwa suluhu za kwa sababu sisi Afrika huwezi kufanyisha mfano na Ulaya. Maendeleo ni tofauti, hali ya uchumi ni tofauti, historia tofauti, demokrasia tofauti, tafsiri ya maendeleo ni tofauti. Sasa unapotaka kwamba eti suluhu ya Afrika kama anavyosema Museveni uitatoa kwa mtazamo wa Ulaya ni uongo. Umeona? Kwa maana ni kwamba sasa hii dhana ya utatuzi wa migogoro wanasema Africa Union kwamba Africa problem to the Africa solution. Suluhu ya Afrika ni kwa njia za Kiafrika. Kwa njia za Kiafrika. Nataka kuuliza swali kuhusiana na specific neno propaganda. Nipo hapa. Uliza swali lolote. Wana Azam TV tumewasha tena moto na tumerudisha bei yetu ya zamani, na safari hii ni balaa zaidi. Kisimbuzi pamoja na antena ni shilingi 39 pekee. Kisimbuzi peke yake ni shilingi 29 tu. Lakini pia unapata yote haya sehemu zote zinazouza kisimbuzi cha antena cha Azam TV. Mwamba wa hali ya hewa narudi kwa nguvu zaidi. Ligi zote kubwa, tamthilia kali, filamu za kibabe, vyote kwa ukubwa na ubora zaidi. Na usisahau pia lipia kifurushi shilingi 28 na dunia ya burudani inakuwa mikononi na machoni mwako. Azam TV tumekiwasha, sasa ni zamu yako. Museveni anasikika akizungumza kwamba wakati mwingine zinafanyika propaganda kwa mataifa ya Afrika kudogodesha mambo makubwa ambayo tunafanya. Na wewe umetolea mfano hapo kuwepo kwa miradi mikubwa huko Afrika, kwa mfano Sudani kule wapi, lakini haipewi kipaumbele sana mataifa ya wenzetu. Sisi pia tumekuwa tukiripoti kuhusu masuala kama ya Gaza. Hata sisi hapa tunazungumza kila siku. Sisi tunafanya propaganda pia. Swali zuri. Kwanza lazima tufahamu kitu kimoja. Propaganda ni neno la Kinazi. Sawa? Neno la sasa hivi linaitwa information warfare. Vita za taarifa. Sawa? Hili ni neno ambalo linatumika kwa lengo la kueneza mtazamo kuhusu jambo fulani kwa lengo la kufikia malengo la huyo mtu ambaye ametengeneza hiyo propaganda. Na lengo la propaganda au information warfare, lengo lake ni kugusa hisia, kuhakikisha kwamba watu wanafanya maamuzi fulani kuhusu jambo fulani. Sasa kumekuwa na propaganda nyingi sana kuhusu nchi za Kiafrika. Nitoa mfano mmoja. Hebu una hapa. Kuna kitu kinaitwa Hamas duniani. Hamas ni harakati za kuwapigania wa Palestina. Lakini kwao magharibi Hamas ni kikundi cha ugaidi. Wote tunaamini hapa kwamba Hamas ni magaidi, lakini Hamas wanapigania maslahi ya wa Palestina. Twende Urusi. Urusi anapambania Warusi ambao wanafanywa matendo mabaya kule ukanda wa Donbas, kuanzia Crimea, Zaporizhia, Kherson, Donetsk, Luhansk. Lakini kwao Urusi anavunja sheria za kimataifa. Sawa. Twende China. China ni taifa ambalo limeendelea kwa kasi mpaka juzi Xi Jinping anasema kwamba mlitoe China kama taifa ambalo linaendelea. Lakini wao wanasema China ni nchi ambayo inakandamiza demokrasia na haki za binadamu. Sawa. Afrika ni bara kubwa. Ukichukua Marekani, Urusi na Ulaya yote. Lakini Afrika ilivocholwa imechukua kama ni bara nini? Bara dogo. Sasa hawa watu ndugu yangu wamejipanga. Na hiyo watakuwa na akili kubwa sana kuelewa. Wamejipanga hata kueneza mtazamo ambao wao wanataka kuhusu jamii fulani. Tapa mfano mmoja. Walimwambia Saddam Hussein kwamba ana nuclear. Lakini walikuta nuclear. Saddam Hussein hajakuta nini? Nuclear. Walisema Gaddafi kwamba ni dictator. Gaddafi alikuwa ni dictator. Leo hii Gaddafi yeye hayupo. Kwa hiyo inamaanisha inafopangwa propaganda, sawa, inapangwa kwa lengo la kueneza. Kama vile Museveni anasema kwamba kuna watu wanatengeneza hisia hasi kuhusu Afrika
sawa, kuhusu Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo hotuba ya jana Museveni imejengwa katika mtazamo wa pan-Africanist. Huo mtazamo ambao alikuwa nao Mwalimu Nyerere, sawa, Kwame Nkrumah, Nandi Azikiwe, watu tunasema wale first generation fighter ya Afrika. Sasa hizo ukizikumbatia unaweza ukafika kwamba Afrika ni maskini. Sawa, au unaweza kusema kwamba Afrika ni sehemu ambayo ina migogoro, lakini hapana, imecholwa na imepangwa kama kweli. Sawa, nisha kusema hapa siku moja, huwezi kusikia habari mbaya kwenye vyombo vyao kuhusu wao. Wanaonyesha kwamba wao ni first world country, nchi ambazo zimefanikiwa, nchi ambazo zina maendeleo makubwa, lakini huwezi kuona umaskini wa watu wao. Unajua kwa sababu gani? Wanataka kuambia wewe kwamba wao kwao ndo sehemu nzuri ya kuishi, lakini wao tunashuhudia kwamba wanafunga safari kuja wapi? Kuja huko Afrika. Maana ni kwamba sasa hii propaganda inapangwa kwa lengo la kuhakikisha kwamba master yao yanafikiwa. Kwa hiyo mimi namuelewa Museveni anavyosema kwamba propaganda kuhusu Afrika tena sasa hivi imekuwa ni kubwa zaidi, na pale ambapo mnapoanza kutengeneza vitu ambavyo vitakuwa vinagusa maslahi makubwa ya watu wengi, tunasema miradi ya kimkakati, wanaanzisha hizo propaganda. Unaweza kusema kwamba ni mazingira, haki za binadamu, sawa. Unaweza kusema kwamba wanatengeneza mazingira kwa kuonekana kwamba kuna vitu fulani vendi, sawa. Lakini kama wakiamua kuonyesha miradi mikubwa ambayo, kwa mfano jana Ruto na Museveni kwenye hiyo hotuba ambayo nizungumza hapa, wamezindua kiwanda cha chuma Tororo, kiwanda kikubwa Afrika Mashariki na Kati, lakini kwao wao sio agenda. Umeelewa? Kwa nini namaanisha? Huu ni mkakati katika sera yao ya mambo ya nje. Yaani kuna kufikia maslahi ya kijiopolitiki ya wazungu, kuna mtazamo wa vita ukoloni mambo leo. Mojawapo njia ambayo naitumia ni njia ya propaganda. Sasa hii hotuba Museveni, mimi nafikiri kwamba watu waifuatilie. Jana amezungumza vitu vingi sana vizuri. Watu waifuatilie, waitathmini, waichambue. Mimi nilivyoisikiliza nimeona kabisa kwamba Museveni alikuwa anazungumza na wana Afrika kwamba lazima tuweze kuamka, lazima tuweze kushikamana, lazima tuweze kuhakikisha kwamba tunalinda hadhi, staha, utaifa, uzalendo wa mataifa yetu, kwa sababu tunaweza kuwa tunashabikia vitu vile vitu vilikuwa vimepangwa na vimetengenezwa.